lazima kila kiongozi asimamie majukumu ya jumuiya. Majukumu mangapi? Hapo uhai wa jumuiya ndio utaeleweka. Kwa sababu jumuiya yetu hii baada ya kuwa imeundwa ndani ya chama, ilikabidhiwa majukumu matano katika jamii. Jukumu la kwanza ni jukumu la elimu. Jukumu la pili ni jukumu la malezi. Jukumu la tatu jukumu la mazingira. Jukumu la nne ni jukumu la afya. Jukumu la tano ni jukumu la utamaduni. Nikushukuru sana mwenyekiti wa chama wakati unatoa utangulizi umeelezea vizuri sana. Hii ndio taarifa ambayo nilipaswa kuipokea ikitoka kwa katibu wa wazazi wa kata. Lakini leo hii mwenyekiti wa chama anaamua kujitolea na kuanza kutoa taarifa ya jumuiya, taarifa ya kazi ya jumuiya. Nitumie nafasi hii kukuomba katibu wa chama, msaidie katibu wetu wa wazazi ajue kuandaa taarifa. Siku ya leo kabla hatujaanza kikao na kabla mwenyekiti hajafungua kikao, katibu alipaswa anipe taarifa ikiwa imeandikwa vizuri. Vipengele vyote vinavyohusika na majukumu ya jumuiya vimetajwa mle. Upande wa elimu aeleze kama mwenyekiti alivyoeleza. Yapo maeneo kwenye kata zetu, sekondari zetu zina upungufu mkubwa wa walimu. Sisi jumuiya tunatakiwa kujua, tuyatolee taarifa. Yapo mambo makubwa yanatekelezwa na serikali kwenye maeneo yetu. Jumuiya tunatakiwa kuyajua. Mengine upande wa afya tujue. Kwa mfano juzi hapa serikali iliidhinisha fedha, sijafuatilia, mheshimiwa diwani atakuwa anajua, kwa ajili ya kukamilisha maboma ya zahanati yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi. Kabla ya mimi kuanza kuzungumza habari za uhai wa jumuiya, nilipaswa nipokee taarifa kwa katibu wa wazazi. Ni jukumu letu upande wa afya kujua kinachoendelea upande wa huduma za jamii na mambo mengine kuhusu afya ndani ya maeneo yetu. CCM oyee! Sijui mnanielewa ndugu zangu. Huo ni wajibu. Majukumu haya matano yanatuhusu sisi, yanatuhusu jumuiya ya wazazi. Tukiyatekeleza haya majukumu matano, tunajikuta tumewasaidia hata waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wenyeviti wa vijiji na waheshimiwa wenyeviti wa vitongoji kutekeleza wajibu wao wa kuwahudumia wananchi wetu. CCM oyee! Kwa hiyo ndugu zangu, nitumie muda huu kuwasisitiza tufuate utaratibu na mipangilio ya vikao ili jumuiya zetu ziweze kuwa hai. Natamani siku moja nikija hapa nisikute jumuiya inasuasua. CCM oyee! Pamoja na mahudhurio haya, mimi siwezi kusema ni mahudhurio mabaya haya. Haya ni mahudhurio mazuri. Hongereni sana ambao mmekuja. Yaweza kuwa hata wale ambao hawakuja hawajui umuhimu wa wao kuja hapa. CCM oyee! Tunaishukuru sana Chama cha Mapinduzi kupitia kamati kuu kutuingiza sisi kwenda kuwa wapiga kura wa kura za maoni kuelekea uchaguzi mkuu uliopita. CCM oyee! Yaweza kuwa mpaka leo sasa hata hawa wajumbe ambao wapo wanahudhuria vikao wasingekuwepo, kwa sababu vikao hamna. Sasa mjumbe anachaguliwa leo mpaka miaka 5 hajaitwa popote kama alivyosema mwenyekiti wa wazazi wa kata. Hivi huyo mjumbe ataendelea kujitambua? Siku ukimwalika anauliza kama kuna cha maana chochote unachomuitia. CCM oyee! Lakini leo wajumbe wapo. Kazi yetu viongozi sasa ni kuwafahamisha wajibu na majukumu ya jumuiya pamoja na majukumu yao binafsi kama viongozi ndani ya jumuiya hii. CCM oyee! Lakini upande wa chama tusaidieni. Watendaji wa ngazi zote wa chama wameingizwa kwenye vikao vya jumuiya. Tumieni vikao hivyo kutusaidia. CCM oyee! Tumieni nafasi zenu kutusaidia kujenga jumuiya zetu
kuwafundisha watendaji wetu wa ngazi za jumuiya ili wafahamu wajibu wao. CCM oyee! Hapa uhai wa jumuiya ndio utakuwa wa moja kwa moja, sio wa kusuasua kama inavyoonekana sasa. CCM oyee! Majukumu haya matano ambayo tunawajibika kuyatimiza ndani ya kanuni yetu ni majukumu ambayo yanaigusa moja kwa moja jamii, kwa sababu ukisema elimu, jamii inahitajika kupata elimu ya kutosha. Lakini upande huo zipo changamoto, pamoja na serikali kujitahidi kuboresha miundombinu na mambo mengine kadhaa na nini, lakini bado zipo changamoto. Sisi tuwe wa kwanza kuzibaini hizo changamoto kupitia matawi yetu na kuziingiza kwenye mfumo wa vikao kuanzia kamati ya utekelezaji ya tawi. CCM oyee! Mheshimiwa Diwani, kuna mambo yanaibuka hata kwenye kata zetu hizi. Unakuja kulipata wewe, tayari huko wananchi walishapata hasira, moto ulishawaka, ndio inakufikia wewe. Kata hii ina eneo kubwa, uongo kweli? Changamoto ikitokea sijui tawi gani, sijui Busambilo, sijui Bunyihuna, mpaka ikamfikia diwani, watu wa kule walishajaa hasira, uongo kweli? Wakati kwenye eneo lile kuna kamati ya utekelezaji, na unakuta changamoto hiyo inahusu mazingira. Sasa kamati ya utekelezaji mmeshindwaje kuingia nalo kwenye vikao hilo jambo linalolalamikiwa, ili likifikie chama? Bahati nzuri kila ngazi ina wawakilishi wa serikali. Mkikaa nyinyi kamati ya utekelezaji ya tawi, mkiandika muhtasari wa kikao chenu, ukitaje changamoto fulani iliyo kwenye eneo lenu mnaloishi, muhtasari lazima uwe na nakala ngapi? Mmoja uende kwa katibu wa chama wa tawi ambaye ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji. Pamoja na kuwepo kwake kwenye kikao cha kamati ya utekelezaji, apewe na nakala ili akakae nayo ofisini kwake. Nakala nyingine iende kwa umoja wa wazazi ngazi ya kata. Nakala nyingine ibaki hapo kwenye tawi, kwa maana ya katibu wa tawi wa wazazi abaki nayo. Sasa vikao vyetu hivi vyote vimeunganishwa. Yaani sisi jumuiya kwa mfumo wa vikao tunaonekana sisi ni vikao vya mwanzo. Lakini wapo viongozi wetu wa jumuiya wanatoka kwenye jumuiya wanaingia kwenye vikao vya chama. Wenye viti kwa ngazi zote ni wajumbe wa kamati za siasa. Makatibu kwa ngazi zote ni wajumbe wa secretariat. Vyote hivyo ni vikao vya chama. CCM oyee! Lakini mwanzo wa uongozi ni kwenye kijiji. Mwenyekiti wa kijiji ni mjumbe wa kamati ya siasa. Sasa kama kuna changamoto mmeibua, labda wananchi wanalalamika barabara imekatika. Si mnajua masika hii. Barabara imekatika labda tawi la Busambilo. Sasa wananchi hawana pa kupita. Kabla hawajaanza kulalamika, nyinyi tayari mnainasa hiyo changamoto, mnakaa kikao cha kamati ya utekelezaji. Mkimaliza kikao mnasambaza mihtasari kama nilivyoelekeza. Mkimaliza kusambaza mihtasari, viongozi wanaotokana na jumuiya wanaoingia kwenye vikao vya chama wanaenda kwa ajili ya kukumbusha kwamba secretariat wakati wanakaa kupanga kamati ya siasa, katibu wa wazazi wa tawi amkumbushe katibu wa chama hata kama amesahau, kwamba wakati tunaandaa ajenda za kamati ya siasa tuliweke na hili jambo la linalohusu mazingira lililozungumzwa kwenye muhtasari wetu wa jumuiya. Sijui mnanielewa ndugu zangu? Wanaliingiza, linakuwa moja ya ajenda, wanaiita kamati ya siasa. Ikija kamati ya siasa, mwenyekiti wa wazazi yumo kwenye mijadala. Wakati wanajadili, wakifika kwenye jambo hilo anaongeza uzito. Na bahati nzuri ndani ya kikao cha kamati ya siasa mwenyekiti wa kijiji yupo. Sijui mnanielewa vizuri ndugu zangu? Sasa wakiwa wanajadili hili jambo, itafika mahali kama ni ushauri watapeana kwamba mwenyekiti wa kijiji, hebu nenda kafuatilia hili jambo, kabla hata diwani hajafanyaje, halijafika na wananchi bado hawajaanza kupiga kelele. CCM oyee! Wakimaliza kikao,
katibu wa tawi naye atasambaza mitasari, kwa sababu utaratibu ni huu. Lazima usambaze mitasari ya vikao vya ngazi yako. Muhtasari wa tawi wa jumuiya ulienda mpaka ngazi ya kata, kwa maana kwa katibu wa kata. Huu muhtasari wa chama baada ya kamati ya siasa unaenda moja kwa moja kwa katibu wa chama. Sijui mnanielewa ndugu zangu? CCM oyee! Sasa ukishafika huku, hawa nao wanasikilizia. Kama maelekezo waliompa mwenyekiti wa kijiji amefanikiwa kutatua, issue inafanyaje? Kama haijaisha, wakikaa secretariat kuandaa kikao cha kamati ya siasa, katibu wa kata wa umoja wa wazazi anaenda anamnong'oneza katibu wa chama kwamba kwenye jumuiya yetu, kwenye muhtasari wa tawi lilikuja jambo la kuhusu mazingira, linahusu 1, 2, 3, barabara fulani imekatika, watu hawapiti, tuliweke kwenye agenda ili kamati ya siasa ya kata ile ifanyeje? Ijadili, ione namna ya kuwasaidia wananchi wa tawi. Katibu anafanyaje? Anakubali. Wanaingiza agenda. Wakienda kwenye kamati ya siasa, mwenyekiti wa wazazi yumo. Sijui mmenielewa? Hivi mwenyekiti wa wazazi ashindwe kusimamia hilo jambo, kamati ya siasa ilijadili na kutafuta mwafaka? Atatoa hoja, mwisho wa siku hilo jambo litapata utatuzi. Kizuri zaidi, mheshimiwa diwani ni mjumbe wa kamati ya siasa. Sio mmenielewa huo muunganiko huo? Kabla wananchi hawajalalamika, hawajapiga kelele na kuanza kuwapigia mruzi watu waliovaa nguo za CCM, tayari diwani ameshalipata kwenye kamati ya siasa. Na yeye baada ya kikao ataanza kuwasiliana na mwenyekiti wa kijiji. Asema, mwenyekiti, vipi hili jambo? Mwenyekiti naye asema, aisee bwana, nalifuatilia. Nilipewa maelekezo na kamati ya siasa ya tawi kwenye kikao chetu. Nimefikia hatua 1, 2, 3. CCM oyee! Jambo halijatatuliwa. Mara ngapi tulishawahi kutatua mambo yetu ya jamii kuhusiana na kupitia kwenye